Michezo 29 ya ligi kuu ya NBC msimu wa 2024-2025 imekamilika kwa timu 14 isipokuwa Simba na Yanga zenye michezo 28 mpaka sasa. Karibu tuangazie msimamo wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 kabla ya kutamatika ifikapo Juni 25. Nafasi ya kwanza wamesimama mabingwa wa kihistoria waite wananchi Yanga, wakiwa wamefanya hivyo kwa misimu mitatu mfululizo na wakihitaji kufanya hivyo kwa mara ya 4 mfululizo. Mpaka sasa wana alama 76 kileleni baada ya kucheza michezo 28, ushindi katika michezo 25, sare mchezo mmoja na wamepoteza michezo miwili, mmoja dhidi ya Tabora United kwa mabao 3-1 na mwingine dhidi ya Azam FC. Wamefanikiwa kufunga mabao 76 na kuruhusu nyavu zao kutikiswa mara 10 pekee. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wana fainali hawa wa kombe la shirikisho barani Afrika msimu huu. Wao wanasimama katika nafasi ya pili na alama zao 75 kwenye michezo 28, ushindi kwenye michezo 24, sare michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja pekee. Wamefunga jumla ya mabao 68 huku wakiruhusu nyavu zao kutikiswa mara 11. Wana lambalamba kutokea Chamazi si wengine bali ni Azam FC. Wao wamekubali kuikumbatia nafasi ya tatu kwa alama 60 baada ya kucheza michezo 29. Wamepata ushindi kwenye michezo 18, sare michezo 6 na wamepoteza michezo mitano. Wamefunga mabao 53 na kuruhusu kufungwa mabao 17. Nafasi ya 4 wanasimama vyema wana fainali wa kombe la shirikisho la CRDB Federation Cup msimu huu waite Singida Black Stars na alama zao 56 baada ya michezo 29. Wamepata ushindi katika michezo 17, sare katika michezo mitano huku wakikubali kupoteza michezo 7. Wamefanikiwa kufunga mabao 42 na safu yao ya ulinzi imeruhusu mabao 23. Wababe wa Yanga nyuki kutoka Tabora waite Tabora United, wao wanaishi katika nafasi ya 5 na alama zao 37 katika michezo 29, ushindi kwenye michezo 10, sare katika michezo 7 huku wakiruhusu kupoteza michezo 12. Wamefanikiwa kufunga mabao 27 na nyavu zao kutikiswa mara 44. JKT Tanzania wanaiwakilisha vyema nafasi ya 6 na alama zao 35 baada ya kucheza michezo 29, ushindi kwenye michezo 8, sare kwenye michezo 11 na wamepoteza michezo 10. Wamefanikiwa kufunga mabao 27, wakati huo pia wao wamekubali kufungwa mabao 27. Nafasi ya 7 wanaonekana Mashujaa FC kutoka mwisho wa reli paite Kigoma. Wao wana alama 34 baada ya michezo 29, ushindi kwenye michezo 8, sare katika michezo 10 na wamepoteza michezo 11. Wamefanikiwa kuzitikisa nyavu za wapinzani wao mara 29, wakati huo safu yao ya ulinzi imeruhusu mabao 33. Wagosi wa kaya waite Coastal Union kutoka jijini Tanga. Wao wanatamba katika nafasi ya 8 na alama zao 34 sawa na Mashujaa FC, ikiwa wanatofautishwa na idadi ya mabao ya kufunga na kufungwa. Baada ya michezo 29, wameshinda michezo 8, sare michezo 10 na wamepoteza michezo 11. Safu yao ya mshambuliaji imekusanya mabao 25, wakati huo safu ya ulinzi imeruhusu kufungwa mabao 30. Vijana wa makao makuu ya nchi walimazabibu kutokea jijini Dodoma waite Dodoma Jiji FC. Wao wanasimama vyema katika nafasi ya 9 wakiwa wana alama zao 34 sawa na Mashujaa FC na Coastal Union baada ya michezo 29, ushindi kwenye michezo 9, sare kwenye michezo 7 na wamepoteza michezo 13. Safu yao ya mshambuliaji imewakusanyia mabao 31 huku safu yao ya ulinzi imeruhusu mabao 44. Kutoka ndani ya jiji lenye raha na karaha za kila aina waite KMC wana Kino Boys. Wao wanaitendea haki nafasi ya 10 na alama zao 34 baada ya michezo 29, ushindi kwenye michezo 9, sare katika michezo 7 na kuangukia pua kwenye michezo 13. Wamefunga mabao 25 na kuruhusu kufungwa mabao 42. Wageni katika ligi kwa msimu huu waite Pamba Jiji kutokea jiji la miamba na utajiri wa Sato paite Mwanza. Wao wameikubali nafasi ya 11 wakiwa na alama zao 33 kwenye michezo 29 waliocheza. Wamefanikiwa kushinda michezo 8, sare katika michezo 9, wamepoteza michezo 12. Safu yao ya ushambuliaji imekusanya mabao 21 huku safu ya ulinzi imeruhusu mabao 32. Wauaji wa kusini vijana wa Gadiola Mnene waite Namungo FC wanaikumbatia
Walifuatia vyema nafasi ya 12, jumla alama 32 baada ya michezo 29, ushindi kwenye michezo 8, sare michezo 8 na wamekubali kipigo kwenye michezo 13. Wamefanikiwa kufunga mabao 23 na nyavu zao kutikiswa mara 36. Wajelajela waite Tanzania Prisons kutokea jijini Mbeya, wao wanasimama vyema nafasi ya 13 wakiwa na alama zao 30 kwenye michezo 29 walioicheza, ushindi kwenye michezo 8, sare katika michezo 6, huku wakiruhusu kupoteza michezo 15. Wamefanikiwa kufunga mabao 23 na wamefungwa mabao 43. Fountain Gate kutokea mkoani Singida, wao wanaiwakilisha vyema nafasi ya 14, wamekusanya alama 29 baada ya michezo 29, ushindi katika michezo 8, sare kwenye michezo 5, huku wakikubali kupoteza michezo 16. Wamefanikiwa kufunga mabao 30 huku wakiwa wamekubali kufungwa mabao 55, na hivyo inakuwa timu ya pili kufungwa mabao mengi baada ya Ken Gold iliyofungwa mabao 57. Walimamiwa kutokea mkoani Kagera, waite Kagera Sugar, wao wanasimama katika nafasi ya 15 na alama zao 23 baada ya michezo 29, ushindi kwenye michezo 5, sare katika michezo 8 na kupoteza michezo 16. 22 ni idadi ya mabao waliofunga, wakati 40 ni idadi ya mabao waliofungwa. Kutokea Chunya jijini Mbeya, wanatambulika kwa jina la Ken Gold FC, wanashikilia mkia kwenye nafasi ya 16 wakiwa na alama 16 baada ya michezo 29. Wamepata ushindi kwenye michezo 3 pekee, sare michezo 7 na wamepoteza michezo 19. Wamefanikiwa kufunga mabao 22 na wamekubali kufungwa mabao 57, ikiwa ndiyo timu pekee inayoongoza kufungwa kwa mabao mengi ikifuatiwa na Fountain Gate waliofungwa mabao 55. Hivyo ndivyo mambo yalivyo kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC msimu huu wa 2024-25 baada ya mzunguko wa 29 kukamilika kwa timu 14 na mzunguko wa 28 kwa timu 2, yaani Simba na Yanga. Naitwa Jessica Bitus. Asante kuifuatilia na kuzidi kuipa nafasi wa kusoma media. Mara zote tutakuwa bora kukupa taarifa na habari za michezo zenye ukweli na uhakika usiomithirika. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.